Yesu anapokuja mara ya pili, anakuja kuchukua marafiki zake. Haji kuchukua washiriki wa kanisa, haji kuchukua waumini, anakuja kuchukua marafiki yake. Kuna kitu ambacho nimekuja kujifunza, ambacho nataka mimi na wewe tuwe na uelewa wa pamoja, tufahamu kuhusu injili ya milele. Injili ya milele inamvusha mwanadamu kutoka kwenye maisha ya sasa na kumuingiza katika maisha ya umilele. Lakini maisha haya ya umilele, Biblia inasema aniaminie mimi yu na uzima wa milele. Tunao tangu sasa. Lakini atakapokuja mara ya pili Yesu Kristo, tutabadilishwa ili tuweze kuona uhalisia, udhihirisho wa kile ambacho amekiahidi. Sasa anapokuja Yesu mara ya pili, anakuja kuchukua watu wa namna gani? Je, atakuja kuchukua waumini wa kanisa? Je, atakuja kuchukua prayer warriors? Je, atakuja kuchukua washiriki? Atakuja kuchukua watu wa dini? Hapana. Katika somo la leo la tafakari ya injili ya milele, tunajifunza ya kwamba Yesu anapokuja mara ya pili, anakuja kuchukua rafiki zake. Anakuja kuchukua rafiki zake. Uhusiano wa juu kabisa kati ya mamlaka ya uungu, kati ya taasisi ya uungu na mwanadamu wa kawaida, si uhusiano wa baba na mama, si uhusiano wa Mungu na mwanadamu, ni uhusiano wa mtu na rafiki yake. Unajua, unaweza kuwa na watoto. Ni kweli tunaposema wote waliompokea waligefanyika kuwa watoto wa Mungu. Ni kweli sisi ni watoto wa Mungu. Lakini kuwa mtoto wa Mungu ni level pia bado ya chini. Level yetu ya juu kabisa ni mtoto wa Mungu ambaye ni rafiki wa taasisi hii ya uungu. Ukuaji wetu wa kiroho unatakiwa ukue ufikia hatua Mungu awe sio tu baba yako, awe rafiki yako. Na ndicho ambacho Yesu alikisisitiza. Ahadi ya uzima wa milele ilianza kutolewa kwa Ibrahimu. Na kupitia mzao wa Ibrahimu, dunia yote tunabarikiwa. Ambao mzao huu wa Ibrahimu alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu ataingia mbinguni pasipo Yesu Kristo. Hakuna mtu ataweza kuaccess zile baraka na ahadi za Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo isipokuwa anapitia kupitia imani ya Yesu Kristo. Maana kupitia Yesu Kristo tunakuwa warithi wa ahadi zote za Mungu. Sasa basi, ili uweze kuwa mtu wa Ibrahimu, ili uweze kuwa mtu wa imani ya Ibrahimu, lazima upandishe hadhi ya mahusiano yako na Mungu. Ufikie hatua huyu Mungu ambaye ni mtawala wa yote, anamiliki vyote, baba wa vyote, mpaji wa vyote, anayeratibu uhai wetu, awe sio tu baba yako, awe rafiki yako. Na hiki ndicho kilikuwa kwa Ibrahimu. Angalia kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 23. Anasema Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kuwa ni haki ya kwake. Ikahesabiwa kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Ibrahimu hakuitwa mtoto wa Mungu, hakuitwa muaminiji wa Mungu. Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu. Kuna sifa na kuna faida kubwa ya kuwa rafiki wa Mungu. Kutoka katika hali ya kumpokea Yesu na kuwa mtoto wa Mungu, ukaingia level ya juu ukawa ni rafiki wa Mungu. Hii rafiki wa Mungu ni one to one relationship. Unajua, siku mwanadamu alipoumbwa hakukuwa na serikali, hakukuwa na kiongozi wa dini, hakukuwa na waombaji, hakukuwa na delivery centers. Alikuwa ni mwanadamu na Mungu peke yake. Katikati hakukuwa na kitu kingine chochote. Mtu ambaye ataamua kuraise uhusiano wake na Mungu hadi akafia viwango vya rafiki ni yule mtu ambaye katikati yake na Mungu hakuna kitu kingine chochote. Ndio hao utawasikia, utafika mahali ambapo hakuna hata taasisi ya imani, lakini bado utaendelea kuwa mtu wa imani kwa sababu wewe haumfahamu Mungu kupitia kanisa. Kanisa limekutambulishia Mungu, ila wewe unamfahamu Mungu kama rafiki yako. Na kama rafiki yako, uwe gerezani, uwe porini, uwe mahali ambako hakuna dini, hakuna mambo ya imani,
wewe ni rafiki yako, mnapendana, kwa hiyo mtaendelea kuzungumza na kuongea. Na hii itakusaidia sana. Itakuepushia mavitu mengi ambayo si ya msingi. Sasa Yesu anasemaje? 15:15 Yohana anasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sisi sio watumwa wa Mungu, sisi ni marafiki wa Mungu. Kwa naposema mimi ni mtumishi wa Mungu, hapo nakuwa niko ofisini. Nikiwa ofisini kwenye kazi za Baba yangu ambaye ni rafiki yangu Mungu, ili watu wengi kuwageuza, kuwalinki na huyu rafiki yangu na wawe marafiki wa Mungu, hapo nakuwa ni mtumishi wa Mungu. Lakini kati yangu mimi na Mungu, sio mtu na mtumishi wake, ni mtu na rafiki yake. Sasa kwa nini nasisitiza urafiki kuliko utumishi? Kwa nini nasisitiza urafiki kuliko utoto wa Mungu? Ukiwa rafiki wa Mungu, kuna sifa ambazo utakuwa nazo ambazo mtu mwingine yoyote wa kawaida hana hizo sifa. Moja, urafiki ni kuaminiana. Unakuwa na confidence na Mungu. Yaani Mungu anakuamini na wewe unaaminika. Mtu anayeaminiwa na serikali, huyu mtu yuko radhi serikali mkabidhi project zote kubwa kubwa, maana anajua huyu mtu ni mwaminifu, tunaaminiana. Utakapoaminika na serikali ya uungu, Bwana atakukabidhi miradi mikubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini pia marafiki wanaambiana mambo ambayo huyu mtu mwingine ambaye yuko nje ya urafiki wao anaweza asiyajue kabisa. Ndivyo ilivyokuwa urafiki kati ya Ibrahimu na Mungu. Kabla hajafanya chochote, Mungu huwa anawashirikisha marafiki zake siri. Urafiki wa kweli unahusisha siri. Kuna vitu Bwana atakutaarifu, atakujulisha, si kwa sababu ni mtoto wake, si kwa sababu ni muumini wa dini fulani, si kwa sababu ni mtumishi wake, bali ni kwa sababu ni rafiki yake. Tena cha ajabu, atakwambia na mambo ya watu wengine ili upate kuwa baraka. Unajua Mungu alijipitisha tu kwa Ibrahimu makusudi akiwa na wale malaika, lengo apate kumpa siri ya kile ambacho anakwenda kukifanya Sodoma, wakati Sodoma na Gomora na viunga vyake wakiwa hawajui chochote. Mrafiki mnabageni, mnaongea na rafiki kama bila vikwazo. Ndio maana alimwambia kuna ndugu yangu kule apate kuokolewa. Ukiwa rafiki wa Mungu, utakuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao hata hawamjui Mungu. Kuna watu ambao wangekufa kwa sababu ya urafiki wako na Mungu, vifo vyao vitaahirishwa. Kuna watu ambao kuna mali zingeteketezwa, watu wangepoteza mali. Kuna watu wameshikwa na adui. Urafiki wako na Mungu unakuwa ni baraka hadi kwa wengine ambao si marafiki za Mungu. Lakini wewe unatumika kuwa agent wa kuwachukua wanadamu wa kawaida, kuwafanya si waumini wa kanisa, wanaingiza kanisani na kuwalinki na baba yao, wanakuwa ni baba na rafiki wa mbinguni. Kwa hiyo marafiki hawafichani mambo. Marafiki hawafichani siri, wanaambiana siri. Wanaambiana siri. Naishi katika kipindi ambacho kila kilichokuja mbele yako ni siri, ni fumbo. Shetani anakuja kwa njia za siri sana. Ni wale marafiki wa Mungu tu ndio ambao watakutonywa, watapewa taarifa juu ya kile ambacho kinakwenda kuwapata. Ni wale marafiki wa Mungu tu ndio ambao watajuzwa hatua ya kufanya. Najua Biblia inasema he directs the steps of my feet, anaongoza hatua za miguu yangu. Ni kama rally training. Kuna wale watu wa station, wale ma station master. Kifika train, kuna namna anazungusha dude fulani. Ile reli ilikuwa inaelekea huko na ihamishia huko. Kuna wakati wewe kama rafiki wa Mungu, Mungu atageuza direction ya maisha yako. Mahali ambako ungeenda kwenye upotovu, anakurudisha vizuri. Anasema iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni uharibifu. Kwa kuna njia ambazo Bwana atakuepusha kwazo, si kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, bali kwa sababu ni rafiki yake. Kwa chunga sana. Kama kuna jambo la kulinda kuliko mambo yote kwenye maisha yako, ni urafiki wako na Mungu. Dhambi haiwezi kuzuia urafiki wako na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba watoto wangu wadogo, msitende dhambi
Lakini kama mkitenda dhambi, kwenye urafiki kuna ka component kamoja kanasema tunaye kuhani wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tukipeleka haja na hoja zetu na dhambi na makosa na mapungufu kupitia Yesu Kristo ambaye ni rafiki kiongozi, tuna mambo tunawekwa sawa. Alafu ukiwa na rafiki na Mungu, unamwambia siri. Dhambi nyingi ni za siri. Mipango mingi, mipango yako ifanye kuwa siri. Na msiri wa mipango yako wewe ni Mungu kwanza. Usifungukie kila mtu kila kitu. Kuna vitu ambavyo unafunguka kwa Mungu, ili Mungu naye afunguke kwako, maana yake anaona umemwamini. Unajua ukimwambia mtu siri, maana yake unamwamini. Siri za maisha yako, hebu mwambie Mungu. Mfanye Mungu kuwa msiri wako. Marafiki wa Mungu wana maisha ambayo si ya wasiwasi, kwa sababu wasiwasi zao zote wamemtwika yeye, ambaye anasema nitwikeni mimi fedha zenu zote. Kwa sababu gani? Anasema mimi Mungu ninajishughulisha sana na mambo yenu yote. Mwisho Zaburi 25 mstari wa 14 anasema siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Siri ya Bwana iko kwa wale wanaomcha Mungu, na wanaomcha Mungu ndio marafiki wa Mungu. Sasa hivi kuna vitabu vingi, kuna semina nyingi, mtu anakuambia siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio ya kiungu iko kwa Mungu, iko kwa wanaomcha Mungu. Kwa hata wewe atakufungukia vitu ambavyo ukivifuatilia na kuvifanyia kazi, maana maandiko yanasema mwenye haki upokea agizo. Itakusaidia kujua namna ya kuvuka kila kikwazo cha maisha. Ukiwa msiri na Mungu, rafiki wa Mungu, itakupa amani mahali pasipo na amani. Ukiwa rafiki wa Mungu, Mungu atakufungukia vitu ambavyo hata mfungukia mtu mwingine yoyote wa kawaida. Kwa hiyo utakuwa ni baraka kwenye familia yako, utakuwa ni baraka kwa majirani zako. Hadi mambo ya giza ya siri mengine atayafutia kwa juu kwa ajili ya rafiki yake. Ndio yule Ayubu anasema, unaona rafiki wa Mungu, picha rafiki wa Mungu ili uelewe vizuri, lazima usome Ayubu 1. Huyu ndio mtu ambaye ni rafiki wa Mungu. Status yake ya ulinzi, status yake ya mafanikio, status yake ya uwepo ni hiki ambacho naomba nikisome tu kidogo tunapomaliza habari yetu ya leo, ambacho kimeandikwa katika Ayubu 1. Huyu ndio rafiki wa Mungu, mpaka shetani atakuonea wivu kwa ule urafiki wako na Mungu. Kitabu cha Ayubu 1. Ayubu 1 anasema shetani anatoa ushuhuda wa namna rafiki wa Mungu anavyosetiwa na Mungu. Anasema hivi, ndipo shetani 9 akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Mungu bure? Ayubu ni rafiki yake Mungu sana. Anasema, wewe hukumzingira na ukigo pande zote. Yani ukiwa rafiki wa Mungu unakuwa fenced, maisha yako yanazungukwa na ukigo. Na leo na ukigo ni kama fence. Hii ni presence of holy angels, ni uwepo wa malaika wa level mbalimbali wanakuzunguka popote uendapo. Huna wasiwasi. Baya likikupata ni Mungu ameruhusu ili kwa faida yako. Kwa hiyo sio baya tena, hiyo ni faida. Anasema pamoja na nyumba yake, na nyumba yako inazingirwa. Na nyumba imaanishi jengo, inaenda mpaka kwenye familia. Marafiki wa Mungu, familia zao Mungu anazizunguka na ukigo. Na vitu vyote alivyo navyo, vitu vyako vyote vinazingirwa na Mungu. Kwa kwako hakuna hasara. Kila ambacho kitotokana ni hasara ni Mungu anakiruhusu kwa ajili ya faida yako wewe. Ukiite hasara tena, maana vimezungukwa. Kazi za mikono yake umezibarikia. Ni kwa sababu tu rafiki wako na Mungu ambaye unamtumikia kwa ajili ya kuwafanya wanadamu wengine walio na chuki na Mungu waweze kuwa marafiki wa Mungu. Bwana anabariki kazi ya mikono yako. Kama unatumia kalamu, Bwana anabariki. Kama unatumia jembe, Bwana anabariki. Unatumia gari, Bwana anabariki. Kwa sababu tu wewe ni rafiki yake na huyu Bwana ambaye anamiliki na kila kitu. Nayo mali yake umeiongeza katika nchi. Hata mali zako zitaongezeka. Rafiki wa Mungu ni watu wa kuongezeka. Ni watu wa kuongezeka. Je, unasema
Katika habari hizi za injili ya milele nimegundua kumbe hata mimi napaswa kuwa rafiki wa Mungu, ili niweze kufaidi sasa hapa duniani, lakini pia na vile ambavyo ameniandalia vizuri vya baadaye. Unaweza ukalizika tu kuwa mtu wa kawaida, muumini, unaenda unarudi na utaenda mbinguni, lakini mimi sitaki ufikie hatua hiyo. Nataka ufikie hatua hii ya kuwa rafiki wa Mungu. Bwana akupe baraka za urafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu sio mtu wa kawaida, na wewe si mtu wa kawaida. Usiishie tu kuwa muumini, ni level ya chini sana ya mahusiano na Mungu. Usiishie tu kuwa mtumishi wa Mungu, ni level ya kawaida sana. Anasema ni jambo dogo sana, Isaya nafikiri 49 pale. Anasema jambo dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu. Jambo kubwa kwenye maisha yako ni kuwa rafiki wa Mungu. Je, kama unasema na mimi nitakuwa rafiki wa Mungu, Mungu akubariki rafiki. Mungu akubariki rafiki. Naomba tuombe ombi la urafiki. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Anasema na yeye amechagua kuwa rafiki yako. Na kwa sababu amechagua kuwa rafiki yako, Bwana mchukue mwenyewe, muunganishe katika connections za kiungu. Zile baraka za urafiki wako na yeye zikawe juu yake. Bwana asipungukiwe na chochote kwa jina la Yesu. Rafiki wa Mungu hata afya zao pia Bwana huwa unazizingatia. Bwana mpe afya njema, muondolee magonjwa. Lakini Mungu nakushukuru kwa sababu mko rafiki yako, basi atakuwa ni mtu wa kusoma neno. Maneno lako ndio nguvu kwenye maisha ya rafiki wa Mungu. Lakini pia mfanye kuwa mtu wa mahusiano na wewe kwa njia ya maombi. Na ikiwa iko changamoto yoyote kwenye maisha yake, kwa sababu amechagua kuwa rafiki yako, Bwana changamoto hiyo haipo tena tangu sasa kwa jina la Yesu. Changamoto hiyo imeteketezwa kwa damu ya Yesu. Mfunike kwa utukufu wako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.